Mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ikiwa ni Oktoba 20, siku ya Jumatatu. Ni katika mwendelezo wa mfululizo wa somo hili la 4, somo linalosema pambano linalosababisha mapambano yote. Leo tutaiangazia mada hii ya siku ya Jumatatu, mada isemayo vita mbinguni. Yoshua alielewa kwamba pambano alilokuwa nalo lilikuwa ni sehemu tu ya pambano kubwa zaidi. Tunajua nini kuhusu pambano ambalo Mungu mwenyewe alihusika? Soma Ufunuo wa Yohana sura ya 12 aya 7 hadi ya 9. Isaya sura ya 14 aya 12 hadi 14. Ezekiel 28 ya 11 hadi 19 na Daniel sura ya 10 aya 12 hadi 14. Mungu aliujaza ulimwengu kwa viumbe wanaowajibika, aliwapatia uhuru wa nia, sharti muhimu linalowawezesha kupenda. Wanaweza kuchagua kutenda kulingana au kinyume na mapenzi ya Mungu. Mmoja kati ya malaika wenye uwezo sana, Lucifer, aliasi dhidi ya Mungu, kisha kuchukua malaika wengi kuwa pamoja naye. Isaya na Ezekiel wanazungumzia pambano hilo, ingawa baadhi ya watu wa maoni wanajaribu kuzuia maana ya Isaya 14 na Ezekiel 28 katika muktadha wa mfalme wa Babeli na mtawala wa Tiro tu. Hata hivyo, kuna ishara zilizo wazi kabisa kwenye maandiko ya kibiblia zinazoonyesha ukweli upitao mazingira ya kibinadamu. Mfalme wa Babeli anawasilishwa kama aliyewahi kuwa mbinguni kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Isaya sura ya 14 aya 12 na 13. Mfalme wa Tiro anatajwa kuishi katika Edeni kama kerubi alindaye kwenye mlima mtakatifu wa Mungu. Ezekiel 28 aya 12 hadi 15. Hakuna hata moja kati ya taarifa hizi iliyo ya kweli kuhusu wafalme wa Babeli na wa Tiro. Isaya anawasilisha fumbo, Kiebrania mashal, linalowasilisha maana iliyo zaidi ya muktadha wa karibu wa kihistoria. Katika suala hili, mfalme wa Babeli anakuwa kielelezo cha uasi, hali ya ridhaa binafsi na kiburi. Kwa namna hiyo hiyo, Ezekiel anaonyesha tofauti kati ya mkuu wa Tiro, Ezekiel 28 ya pili, na mfalme wa Tiro, Ezekiel 28:11 na 12, ambapo mkuu akiwa mtendaji katika mazingira ya kidunia anakuwa ni ishara ya mfalme anayetenda katika mazingira ya kimbingu. Kulingana na Daniel sura ile ya 10 ya 12 hadi 14, hawa walioasi mbinguni wanazuia utimilizwaji wa makusudi ya Mungu duniani. Ni kwa kuzingatia uhusiano huu kati ya mbingu na dunia ndipo tunaweza kuelewa vita za Israeli zilizoidhinishwa na mbingu. Inatupasa tuzitambue kuwa udhihirisho wa kidunia wa pambano kuu kati ya Mungu na Shetani na kati ya wema na uovu, zote hatimaye zikiwa na kusudio la kurejesha haki na upendo wa Mungu kwenye dunia iliyoanguka dhambini. Ni njia zipi tunaweza kuona katika ulimwengu unaotuzunguka na maishani mwetu binafsi uhalisia wa pambano hili la ulimwengu kati ya wema na uovu? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Oktoba 20, siku ya Jumatatu, mada ikisema vita mbinguni. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.